Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, Bwana ni mwema. Na tumai sana kwamba watu wa Mungu mnayo furaha kwa wakati mwingine tena tunapokuja hapa kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Hapa ni kwa ajili ya kusoma neno la Mungu kwa muda huu na kwa kupeana nguvu za maneno ya kiroho ambayo yanaweza kututia nguvu na kutusaidia siku hadi siku. Mungu akubariki sana katika siku hii ya leo kwa kutenga muda wako tena kusikiliza Biblia takatifu. Hiki ni kitabu cha Mwanzo katika sura yake ya 28. Kwa sababu sura ya 27 ni tayari tulishamaliza. Na hii sura ya 28 ni moja ya sura fupi. Si fupi sana, lakini ina mistari 22. Kwa hiyo ina mistari 22 ndiyo ambayo tutakayoipitia katika siku hii ya leo. Namuomba Roho wa Mungu awe pamoja na wewe, azidi kukutia nguvu na kukupa hamu ya kuendelea kulisikiliza neno la Mungu, uzidi kufahamu mambo mengi ambayo yako katika Biblia. Mimi mtumishi wako, kazi yangu ni kukusogezea hapa karibu. Na nakukumbusha tu kwamba unapopata masomo haya ni vizuri ukashare kwa wenzako ili nao waweze kujifunza neno la Mungu, kusoma Biblia kwa njia ya sauti. Lakini pia vile vile na wewe mwenyewe usiache kusubscribe ili uweze kupata masomo haya kila wakati. Kumbuka kwamba hapa tunasoma Biblia yote, lakini pia tunapeana masomo moja moja ambayo ya kutiana nguvu, kufundishana mambo mbalimbali ya kiroho. Kujadili habari za Mungu ni sehemu ya kujadili habari za Yesu. Basi Mungu akuongoze kwa pamoja na sisi sasa tuweze kusikiliza somo hili kwa pamoja kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Karibuni sana, tuende pamoja watu wa Mungu. Sura ya 28 inaanza kwa kusema, basi mwita Yakobo akambariki, akamwagiza akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani. Ondoka uende Padan Aramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Ibrahimu. Basi Isaka akampeleka Yakobo, naye akaenda Padan Aramu kwa Labani mwana wa Bethueli Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Esau akaona ya kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padan Aramu ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwagiza akasema, usitwae mke wa binti za Kanaani. Na ya kuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye, akaenda Padan Aramu. Esau akaona ya kuwa binti za Kanaani hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli, akamtwaa Mahalathi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahimu, ndugu wa Nebayothi, kuwa mkewe pamoja na wakeze aliokuwa nao. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na nchi yake yafika mbinguni, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema,
mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura hii ya 28. Kuna mambo makubwa mengi hapa, tutatafutia muda wakati mwingine tuweze kusoma kwa kutiana nguvu. Lakini kwa sababu hii hapa ilikuwa ni kanuni ya kusoma Biblia kwanza tumalize, tuendelee kuisoma kwanza. Lakini kuna maneno ya nguvu sana hapa. Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Mungu akusaidie tu, Roho wako Mtakatifu akufafanulie vizuri katika eneo hili, ili uweze kufahamu mambo mazito na makubwa yaliyopo katika sura hii ya 28. Basi Mungu akubariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.